Naitwa Andrew Paulo Kopi, mkurugenzi wa shirikisho la vikundi vya wajasiriamali Tanzania, ambao tunashughulika na wajasiriamali wadogo. Leo hapa Kivule tumekuja kwa ajili ya kushirikiana na serikali ya kata ya Kivule pamoja na wenyeviti wote wa mitaa ya Kivule kwa ajili ya kutoa huduma ya kifusi. Leo ni Kifusi Day. Tunasambaza vifusi kwenye mitaa yote ya kata ya Kivule, na tumeamua kufanya hivi kama wajasiriamali wadogo kutimiza na kutekeleza kauli mbiu ya mama inayosema kazi na utu. Lengo letu kubwa ni kuanza kuamsha hamasa ya namna ya kusimama sisi kwenye shughuli na programu zinazohusu jamii hasa za maendeleo, na yale mambo makubwa ya barabara za lami tunawaachia viongozi wetu wakubwa watashughulika, lakini sisi kwa kushirikiana na viongozi wetu weledi, Mheshimiwa Diwani na wenye viti wake, tumeamua kuanza wenyewe kushughulika na maeneo korofi yale ya ndani. Kwa hiyo leo tumechukua huduma nzima ya siku nzima ya kulipia skaveta kwa ajili ya kusomba, kujaza vifusi na kustawanya kwenye maeneo yote ya Kivule. Tumekuwa tukifanya hivi kwenye huduma zetu za kijamii, kwenda kwenye mashule, kwenda kwenye hospitali, kwenda kwa watoto yatima, na leo tupo kwa ajili ya kutoa huduma ya vifusi kwenda kwenye mitaa yote ya maeneo ya Kivule, kuiunga serikali yetu mkono kwa juhudi nzuri zinazofanyika za kimaendeleo. Ni kuionyesha tu serikali kwamba tuko pamoja na serikali na tuko tayari kwa ajili ya kusaidia watu wetu. Sisi ya Shivuta, kwa kweli tukio la leo ni tukio ambalo limekuja historia. Sisi wana uvuki tulikubaliana kwamba lazima tuwe na sehemu kidogo ya asilimia 0.05 ya mapato ambayo tunayapata kwa ajili ya maendeleo ya jamii inayotuzunguka. Kwa mwaka huu tunamshukuru sana, tunampongeza Mheshimiwa Diwani, tumeungana na tumekubaliana kile kiasi kidogo kilichotoka tusaidiane kwa ajili ya kusambaza hizi barabara zetu za ndani, kwa sababu barabara kuu serikali wamemaliza. Hizi za ndani humo, Mheshimiwa Diwani, tumeungana ili na sisi vikundi vidogo na taasisi ambazo tunavisimamia tushiriki kufanya hivyo. Lakini Mheshimiwa, kufanya hivyo sio kwamba uvuki imebarikiwa na pesa mingi sana. Tumeamua kutoa sehemu kidogo ili hata vikundi vingine nao waige, tuendelee kushirikiana kwa ajili ya maendeleo ya jamii. Mheshimiwa Mwenyekiti wa Shivuta, viongozi wote wa Shivuta, itifaki imezingatiwa. Nichukue nafasi hii kuwashukuru sana Mheshimiwa Diwani kwa namna ambavyo umetuanzishia hizi zoezi la leo wanaloita Kifusi Day. Nashukuru sana kwa kweli, kwa sababu tangu tumekuwa madarakani tumeona namna ambavyo unapambana kufanya kazi hii. Ni wakati mwingine tunasema Mwenyezi Mungu huwa anamleta kiongozi, kiongozi anatoka kwa Mwenyezi Mungu. Leo tumeona namna ambavyo tumeshirikiana hapa kufanya hii kazi. Nawashukuru sana watu wa uvuki. Uvuki mmekuwa ni mfano. Manake kama alivyozungumza kiongozi wenu, alikuwa anasema akina mama oye, akina mama wajasiriamali wadogo. Nimeona kweli namna ambavyo wajasiriamali wadogo wanaweza kufanya. Mimi siku zote huwa nasema maisha ya kibiashara na maendeleo yoyote huwa yanaanza chini. Asije akakwambie kuna mtu utamkuta ametajirika na uwezo mkubwa, alianza tu juu. Haya maisha huwa tunaanzia chini ndio unaweza kupanda. Ukianza chini ndio unaweza kutathmini hata mtaji wako. Unakwendaje, mtaji unakuwa kiasi gani? Kwa hiyo niwashukuru sana, Mwenyezi Mungu awabariki kwa kitendo mlichokifanya leo. Mheshimiwa Diwani, Mwenyezi Mungu akuongezee siku za kuishi. Kwa namna ambavyo umekuwa unashirikiana na watu wa uvuki, kwa kweli tunawiwa hata sisi. Kwa mtu yeyote aliyefika hapa, kwa mwananchi yeyote wa kawaida ambaye yuko pembeni akaona namna ambavyo uvuki na Shivuta wamekuja kufanya hii kazi, nafikiri atapata nafsi na itamsuta, ataona kuna namna gani naweza kamuia akaja kujiunga na hiki kikundi ambacho kinaonekana kweli ni cha wajasiriamali kweli. Nichukue nafasi kumshukuru Mheshimiwa Diwani wangu kwa namna ambavyo ameonyesha mfano wa kufanya kazi kwa weledi. Naitwa Rajab Shabani Manyinya, ndiye diwani wa kata hii ya Kivule ambayo leo tunaendesha zoezi letu zuri linaitwa Kifusi Day. Nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwamba leo ametupa afya, tumefika eneo hili na anaendelea kutubariki na kutupa marafiki wema ambao ni Shivuta na uvuki. Namshukuru sana Mungu kwa hilo. Lakini la pili, niwahakikishie kwamba serikali ya kata hii ambayo inaongozwa na mimi diwani, tutashirikiana na nyie uvuki na Shivuta bega kwa bega. Amen. Kwa mara ya kwanza nimeona maana ya huu umoja wenu wa uvuki. Kwa mara ya kwanza nimeona maana halisi ya Shivuta. Mnaposema kwa pamoja tunaweza, kweli leo kwa pamoja tumefanya nini? Tunaweza. Mimi kama diwani nilikuwa sina hiyo hela iliyotolewa leo hapa, wala sisi kama serikali tusingeweza kuchangisha hiyo hela, lakini mmeona nyie mmoja, wanawake kwa wanaume, mmoja mchange
kwa kile kidogo mnachopata tuweze kupata kukodi excavator kwa siku nzima, lakini sio kukodi tu excavator na kutia mafuta excavator. Mimi kwa kweli leo nina furaha sana na nawashukuru sana Uvuki, nawashukuru sana Shivuta kwa ushirikiano huu mnaonipa. Niwahakikishie ushirikiano huu kwamba Mheshimiwa mbunge anaupenda, lakini pili, Mheshimiwa mbunge anawapa salamu kwamba anawapenda sana na amefurahishwa na kitendo hiki ambacho kinaendelea kwenye kata hii ambayo iko ndani ya jimbo analoliongoza yeye. Mheshimiwa mbunge kwa rehema za Mwenyezi Mungu amepata nafasi nyingine ya kitaifa. Nadhani wote kwa wale ambao mfahamu leo, Mheshimiwa mbunge ameteuliwa ama amechaguliwa kuwa makamu mwenyekiti wa kamati ya uwekezaji taifa. Kwa hiyo wao Masaburi oye! Moto! Kwa hiyo Mheshimiwa Masaburi sasa hivi anasimamia mashirika yote ya serikali mnayoyajua, NSSF, TANESCO, wote PPF, yote ambayo unajua mashirika ya serikali yako chini ya kamati yake, na yeye ndiye makamo mwenyekiti wa kamati hiyo. Lakini yuko bungeni, ila anawapenda na nimemueleza kwamba Uvuki wametusaidia kwa kweli. Ameniambia niwashukuru sana kwa niaba yake, kwa sababu mnaungana na yeye, lakini mnaungana na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhakikisha tunatatua changamoto za wananchi. Rais ameahidi kauli moja tu kwamba amekuja kutoa tabasamu kwa wananchi, na moja ya tabasamu nadhani kwa wananchi ni kuwa na barabara ambazo zinapitika na kuhakikisha mabonde na milima yote tunayafukia, watu wetu wapite vizuri. Sasa leo wana Kivule wameenda kufurahi kwa sababu ya Uvuki. Naomba leo watu wa Uvuki na watu wa Shivuta mchukulie kama leo ni sherehe kwenu, kwa sababu kwa kidogo chenu mmeenda kuilisha kata, kwa kidogo chenu mmeenda kuhakikisha kata yetu inaenda kupendeza. Ukipita mitaa yote unaona magari haya yanaingia.